Karibuni sana kwenye kipindi. Asante. Dada Asia, karibu sana. Neema na Rehema. Asante. Kipindi chetu hiki ni kwa ajili ya kuendelea kuhamasisha wadada wengine ambao wanatafuta fursa kama nyinyi ambao tayari mmekuja, lakini na kutoa mwongozo wa namna ya kuweza kufanikiwa kwenye hii safari yetu ambayo tunakwenda kuianza. Tukishafika kwenye kipindi, manake ni mtu ambaye ameshakubali kuingia kwenye mradi wetu kwa kufuata taratibu zetu. Kwa hiyo ndio tunakuja hapa kwa ajili ya kufahamiana na kupeana dondoo chache, lakini mengi tunapeana tukiwa tunaendelea kwenye huu mradi wetu, maana tunakuwa tumefunga ndoa ya mwaka mmoja. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuongoza ili muweze kufanikisha yale malengo yenu, kwa sababu kila mtu hapa lengo lake ni kutafuta pesa. Lakini sisi tunachowasaidia ni mbinu za kupata hizo hela. Na unaweza ukaja hapa ukiwa thamani yako sio kubwa sana, lakini kama utaweza kufuata zile mbinu tunazokupa, basi utaongeza thamani itakayokuletea pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo karibuni. Asante. Dada Asia, karibu. Wewe umetokea wapi kusikia hapa? Asante wana, mimi natokea Mbezi Beach Salasala. Na fahamu muda mrefu kidogo kupitia mitandao ya kijamii, Instagram, TikTok. Lakini pia kuna ndugu zangu kama wawili watatu ambao wamesha kupata wadada kupitia hapa. Sawa. Wao walipata wadada kupitia hapa. Lakini wewe umekuja kwa ajili ya kazi. Imekuwaje? Nini kimekuvutia kuja kwa ajili ya kazi? Kwanza naona ni sehemu salama, kwa sababu iko professional zaidi. Sio tu kama mtu anakuwa anatafuta tu mdada tunapatana kimtaani. Unakuwa kuna vitu vingi. Kwa mfano, wanaweza pakatokea mambo kama unyanyasaji, kudhulumiwa, kuonewa, unakuwa hauna sehemu husika ya kupeleka ile mashtaka. Lakini hapa kwa sababu unakuwa tumeingia official zaidi. Kwa chochote kinachotokea, ofisi inatambua, lakini pia kunakuwa kuna taratibu zingine ambazo kunakuwa kuna uwezo wa kupata haki yako kama dada. Kingine ambacho hujakisema pia ni ujira wake sio mbaya. Pesa yake ni nzuri, tofauti na wadada wengine ambao kama nilivyosema, ambao mtu unakuwa unapigwa simu labda uko mkoani atafuta dada na nini. Kwa hapa mshahara wake ni mzuri na unaridhisha. Lakini kingine nadhani ni kupata fursa zaidi. Yaani unaweza ukawa umekuja kwa lengo la kuwa dada, lakini tofauti na hapo ukajikuta umetoka kwenye kuwa dada umepata kitu kingine cha kufanya, kwa sababu kunakuwa kuna mafunzo mbalimbali tunakuwa unayapata kabla ya kwenda kwenye kazi. Kwa hiyo mafunzo unaweza ukajikuta umepata profession nyingine. Mfano mtu unaweza kuwa umekuja tu unajua let's say ile kupika kawaida kinyumbani, lakini umekuja umefundishwa, umepata training vizuri, umefundishwa kuelewa, ukajikuta umekuwa mara chef nini. Kwa pia kuna hizo fursa za kwamba unaongeza kitu kingine. Safi kabisa dada Asia, karibu sana. Asante. Tupe background yako kidogo, umetokea wapi, ushafanya, yani umetokea wapi sasa, sio nyumbani, yani historia yako, umesoma, una taaluma yoyote, ulishawahi kufanya kazi, una uzoefu yoyote? Mimi ni mzaliwa wa Kilimanjaro, lakini kama nilivyosema kwa Dar es Salaam naishi Salasala. Nina diploma ya sheria. Kazi ambazo nina experience ya vitu tofauti. Kwa mfano nina experience ya cashier, nina experience ya sales and marketing, nina experience ya receptionist. Lakini kwenye experience ya kazi yetu hii ninayo kinyumbani. Kwa maana nyumbani una play part kama dada ambavyo hapa tunatafuta. Kwa nina experience ya vitu hivi. Sawa. Na huku lakini umekuja kwa ajili ya hizi kazi tulizonazo, sababu hapa hatuna kazi za keshia wala za taaluma ya sheria. Kazi zetu nyingi, yani mabosi wetu wengi ni kazi zile za kwenda kuwasaidia majumbani. Lakini ukiwa na extra skills kama hizo, you never know, kama ulivyosema, unaweza kujikuta kumbe mtu akasema dada Asia kumbe anajua kitu hiki, kumbe pia ni keshia akakuweka kwenye biashara yake, kumbe pia ni mtu ambaye amesoma sheria na ana idea knowledge ya masuala ya sheria, hata kama una kile kibali, ndio, lakini bado akakutumia katika shughuli zingine. Kwa hiyo
ni vizuri kuwa na ujuzi mpana wa vitu mbalimbali. Inakuongezea uwanja mpana wa kuweza kupambana kwenye haya maisha. Hata kitendo cha kutoka na kuja kwa jamii yetu, nafikiri dada, kama wewe mtu ukamwambia naenda kwenye kazi za ndani, anaweza akakushangaa. Lakini hujajiwekea hizo limitation, hiyo mipaka ya kusema ni kazi hizi, hapana. Umekuwa uko open na ukaona ngoja niende huko, hii nayo ni fursa. Hivyo ndio maisha yanavyotaka. Yaani hivyo ndio maisha yanavyotaka, na huo ndio ukweli. Lakini ni wachache ambao wana huo ujasiri na uthubutu wa kuziendea fursa na pia kujiongeza kwenye vitu tofauti, kwamba hiki sijasomea lakini sisi naweza kukifanya, na hata kama sikijui naweza kujifunza. Kwa hiyo karibu sana. Asante. Sasa na nimeambiwa umepangiwa kazi, ilikuwa imetangazwa ya Upanga, ya kazi ya kutwa kwenda na kurudi, kazi ambazo waga ni chache sana, lakini wewe umeipata. Kwa hiyo kwanza waliomba watu wengi, hiyo na kazi za kutwa sio nyingi, na kwa kuwa sio nyingi, wanaojitokeza wanaotaka kazi za kutwa wadada huwa ni wengi sana. Sasa kwa kuwa umeipata, mimi nakupongeza tu. Kwamba yani sijui wameona nini kwako, wakaona wakupe. Kwa vyote vile una potential zaidi ya wale wengine, kwa hiyo umeipata. Kwa mimi nakupongeza. Asante. Kikubwa tu sasa ni matarajio ya mwajiri wako. Unachotakiwa kufanya sasa ni kuhakikisha unafikia yale matarajio ya yule mwajiri. Uwahi kufika kazini. Umesema unakaa sawa sana, kazi kupanga, si utafanyaje? Sisi sasa tutapata majibu. Unajua sisi hapa ndio tumeanza sasa. Kama nilivyosema, huwa tunapenda kuita ndoa ya mwaka mmoja. Yaani ndio tumeanza mahusiano ya kuhakikisha huduma bora kwa mwajiri ambaye anakuajiri anaipata. Isiwe tena mara leo Asia amechelewa, mara leo kaniambia kana udhuru gani, mahali usijui nini. Yaani inakuwa ni kero. Sasa badala ya kumpa mtu peace of mind, unakuwa unampa kero, karaha na stress. Anakuwa haoni maana. Kwanza analipa hela nyingi ambavyo sio kawaida kwa Tanzania. Alafu hizo hela nyingi anazolipa bado hapati anachokitaka. Kwa hiyo sasa ni jukumu lako kuhakikisha kazi uliyoipata unaifanyia kazi. Sababu wengi inakuwaga ni kazi kupata kazi. Anaweka juhudi kwenye kuitafuta kazi, lakini akishaipata kazi tu inakuwa ni kazi kufanyaje? Kuifanya. Kwa hilo ndio angalizo. Otherwise nakupongeza na nakukaribisha, na mimi nitaangalia, yani nitamjua Asia kadiri tutakavyokuwa naye kwenye mradi wetu, kama huyu Asia ni jembe kweli, ni mpambanaji kweli, yani alikuwa anamaanisha. Maana mwingine anapelekwa kazini tu wiki moja hata haifiki, anaanza jamani, si nimefiwa, sijui nimefanyaje. Unajua hamna kitu. Hizi kazi zinataka pia sacrifice. Unataka kupata uhuru wako wa kiuchumi, lazima usacrifice ile kuamka mapema, kwenda kutumwa, kuelekezwa. Hizo zote ni sehemu ambazo pia naamini huwa Mungu anapenda kutupitisha ili tutengeneze discipline, nidhamu ya maisha, kujifunza ujuzi, experience, networking na watu. Ukimudu hapo ndio sasa unapanda daraja la kuja kuwa bosi kwenye biashara yako au kwenye kitu chako. Haya, kwa hiyo karibu na hongera. Asante.